Tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya 6 ya simulizi inaitwa Kwenye Tumbo la Bahari, iliyoandikwa na mtunzi Amani Kigoye. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama utakuwa unakumbuka vizuri, sehemu iliyopita ya 5 tulipokuwa tumeishia ilikuwa ni pale ambapo Mzee Nolo pamoja na kijana wake walikuwa wanaonekana wanaingia mapangoni. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya 6. Mara baada ya sekunde kadhaa moto ukawaka na kisha akanyanyua yale majani mawili ambayo yalikuwa yamechomeka kwenye kiko na kupeleka kwenye zile fimbo mbili. Fimbo zilikubali kuwaka ile sehemu ya juu ambayo hii ilikuwa kama kilungu cheusi, na kumfanya Buda abaki alikuwa anamtazama tu baba yake jinsi ambavyo alikuwa anazima kiko yake ili kusudi waweze kuingia ndani ya pango hilo. Mzee Nolo alizima kiko yake kwa sababu hakutakiwa kabisa kuingia humo, na huko alikuwa anavuta sigara ama tumbaku. Na humo pia kulikuwa hakutakiwi kabisa kuingiwa kuomelewa ama umetoka zako huko kufanya mapenzi na mkeo halafu moja kwa moja ukataka kuingia humo. Kama umetoka kufanya mapenzi na mke wako, basi itatakiwa kuingia kwanza baharini ukajitose mwili mzima, ndipo sasa uje kuingia humo. Lakini kama umedhini, yani umefanya mapenzi na mwanamke ama mwanaume ambaye sio mumeo wala mke wako, basi hauruhusiwi kabisa kuingia humo, hata kama utakwenda kujitosa baharini na kujiosha. Unachotakiwa kufanya ni kukaa siku 30 bila kurudia uchafu wako, ndipo sasa uende baharini kujitosa, na hapo utakuwa unaruhusiwa kuingia kwenye hilo pango takatifu kwao. Hayo ndiyo yalikuwa na masharti ya kijiji cha Kasimbo na pango lao la ajabu hili, pango ambalo wao pamoja na babu zao walikuwa wanalitumia kama sehemu ya kwenda kupeleka matatizo yao ambayo wanawasibu na walioshindwa kuyatatua kwa uwezo wao. Na ni kweli kabisa, walipokuwa wanakwenda huko, basi majibu yalikuwa yanapatikana kwa haraka. Kama mvua ilikuwa inyeshe, basi wakienda huko kwenye mapango kutoa sadaka, basi lazima mvua itanyesha. Na kama kuna matatizo ya magonjwa yaliyokuwa yamewakumba kijiji kizima, basi wakienda huko kwenye mapango kuomba na kutoa sadaka, basi lazima maradhi hayo yote yataondoka. Hata kama mazao yao, mifugo pamoja na kazi ya uvuvi vilikuwa havijaenda sawa, basi wanakwenda kwenye hilo pango na mwendo ni ule ule, wanaomba na kisha kutoa sadaka, na kisha mambo yote yanakaa sawa. Na mtu aliyekuwa anatakiwa kuongoza hayo maombi ni chifu ambaye ni Mzee Nolo mwenyewe. Kwa sasa, kwa utaratibu huo kwenye hicho kijiji cha Kasimbo, ilikuwa ni lazima awepo mtu mwenye hicho cheo, na wakisema kwamba siwepo, basi hakuna lolote ambalo litakuwa linakwenda sawa kwenye maombi yao, kwa sababu hayatajibiwa bila kuwepo kwa chifu ambaye huyo anapatikana kwa vigezo vyao ambavyo amejiwekea. Na ndio maana walikuwa na mheshimu kweli Mzee Nolo, kwa sababu walikuwa najua kabisa alikuwa na umuhimu mkubwa kweli kwenye kijiji hiki. Kwa mwangalifu na utakiwe kabisa kubalika juu, Mzee Nolo alitoa maelekezo hayo kwa mtoto wake Buda. Sawa. Walianza sasa kuingia ndani ya pango, na huku walikuwa wameshika vijinga vyao vya moto mikononi ambavyo hivi vilikuwa vinawafanya waweze kuona vizuri ndani ya hilo pango. Lilikuwa ni pango kubwa kweli, na laiti mtu angeingia bila taa ama mwanga, basi asingeweza kabisa kuona kitu, na asingeweza kabisa kujua ni wapi ambapo anatakiwa kwenda ama ni wapi ambapo alikuwa anatakiwa kukanyaga, kwa sababu giza ambalo lilikuwa ndani ya pango hilo lilikuwa ni giza nene kweli. Kilichokuwa kinawasaidia wao ni ile miti ambayo alikuwa ameishika ikiwaka moto kwa juu, na ndio ilikuwa inawafanya wapate kwenda sawa ndani ya hilo pango. Natambua kabisa kwamba hujawahi kuingia kwenye ile pango kwa kipindi cha majira kama haya. Mzee Nolo alizungumza kwa sauti ya chini, na huko alikuwa anaendelea tu kutembea. Bila shaka ni hivyo mzee. Basi kipindi hiki ni kipindi kibaya sana, kwa sababu hatari nyingi huwa zinawekwa karibu na lango kuu la kuingilia kwenye ile pango kwa lengo la kuimarisha ulinzi. Na ni kwa nini mzee iwe ni majira kama haya? Kwa sababu nasadikika kwamba kipindi kama hiki majini na viumbe vya hatari kutoka baharini hukimbilia kwenye mapango yaliyokuwa karibu na bahari ili kusudi kupumzika, kwa sababu bahari mida kama hiyo inakuwa na dhoruba na machafuko makubwa ya maji. Buda hakujibu kitu, alishakutazama tu kwenye kuta za ile pango na kuona michirizi ya damu na nyufa nyembamba ambazo hizi zilikuwa zimeoteana majani kwa ndani.
Hakujali sana. Alichokuwa anajali yeye ilikuwa ni kumfuata tu babake Mzee Nolo, ambaye huyu alikuwa mbele yake akiendelea tu kusonga mbele. Mara baada ya hatua kadhaa, ghafla sasa akajikuta Buda alikuwa anamgonga babake kwa nyuma na kusimama. Alipotazama kwa makini mbele, walikutana na nyoka mkubwa kwelikweli alikuwa amelala, na huku alikuwa anawatazama. Buda alianza kutetemeka, na huku mapigo ya moyo wake alikuwa anazidi kupiga kwa kasi. Wakati ule babake alikuwa ametulia tu, alikuwa anamtazama nyoka huyo, na huku alikuwa anatamka maneno ambayo hayakuwa nasikika kabisa. Buda alimshika tu babake begani kwa ishara ya kumzuia asizidi kwenda mbele, lakini mzee wake alimpatia ishara ya kutulia na asiwe na wasiwasi. Mzee Nolo alianza kupiga hatua kumsogelea tu huyu nyoka mkubwa, na alikuwa ni mkubwa kweli kweli kiasi cha kukinga hata njia, na alikuwa ni mnene na mpana karibia kufikia upana wa pipa moja la maji. Taratibu sasa nyoka huyu aliondoka pale katikati ya njia ile na kwenda kujiviringisha kwenye jiwe kubwa ambalo hili lilikuwa pembeni yake na kuacha uwazi pale barabarani. Twende na usimmulike usoni, Mzee Nolo alizungumza vile, na huko alikuwa anapiga hatua kwenda ndani ya pango. Buda alianza kumfuata tu baba yake, na muda wote alikuwa anaonekana kuwa karibu, na huko alikuwa anamtazama tu huyu nyoka kwa uoga, kwa sababu alikuwa aamini kabisa kama kweli eti alikuwa amekubali kuwapisha bila hata kuwashambulia. Walimpita yule nyoka bila hata kuwaletea fujo za aina yoyote, mpaka walijikuta walikuwa wanaingia kwenye wazi mkubwa ambao huu ulikuwa ni kama sebule ama varanda. Walipotazama kwa makini, walikutana na mawe ambayo haya yalikuwa yamechongwa kwa ustadi mkubwa kweli kweli wa enzi za kale, na kuwa kama meza sambamba na viti vyake. Buda alitaka kupiga hatua kwenda mbele, kwa sababu mahali pale yeye alikuwa ameshapazoea na alishawahi kuja zaidi ya mara mbili. Lakini hata kabla mguu wake aliokuwa ameunyanyua haujatua chini, baba yake alimdaka mkono na kisha kumzuia kwa kumrudisha nyuma. Kuwa mwangalifu na utazame chini, alizungumza pale Mzee Nolo, na huko alikuwa anamtazama usoni mwanae Buda. Sasa Buda aliposema atazame chini, ndipo sasa akajikuta alikuwa ghafla anarudi nyuma kwa uoga, na huku macho yake alikuwa ameyatoa kwa hofu kweli kweli. Alianza kuhema haraka haraka kwa sababu alikuwa ameshindwa kabisa kujizuia kwa sababu ya kile ambacho alikuwa amekiona chini kwenye sakafu ya hili pango. Kulikuwa kuna nge wengi kwelikweli, sambamba na nyoka wadogo wadogo waliokuwa na sumu kali. Walikuwa wameambatana na tandu waliokuwa na hasira. Kwanza wote walikuwa wamefoka kwelikweli, na hata vinywa vyao walikuwa vimeelekeza eneo ambalo ndipo Buda alipotaka kuweka mguu wake, na kama baba yake asingemuwahi kumzuia, basi angefanywa vibaya kwelikweli, na uwezekano wa kupona kwake ungekuwa ni mdogo kabisa. Na ndio maana nikakupatia tahadhari mapema kwamba hujawahi kuingia kwenye lipango kwenye majira kama haya. Sasa hivi ndio vitu ambavyo vinapatikana humo majira kama haya. Mzee Nolo alizungumza vile, na huko alikuwa anatembea tu kwenda upande wa pili. Alikwenda mpaka kwenye jiwe moja kubwa ambalo hili lilikuwa lina kama kalai ama beseni la chuma. Aliweka ile fimbo yake ambayo ilikuwa na moto, na pale pale moto mkubwa uliwaka kwenye lile karai mpaka Buda mwenyewe sasa alishtuka. Ule moto ulipowaka kwenye pango, na huko kulianza kuonekana mwanga mkubwa uliokuwa unatoka na makalai mengine ambayo yalikuwa yananing'inia kwenye kuta za pango kuwaka moto. Imekuwaje tena? Buda aliuliza pale kwa mshangao mkubwa kweli kweli. Ni kawaida tu kama ukiweza kuwasha moto kwenye hili karai moja kubwa, basi makarai yote yaliyobakia lazima yapoke taarifa ya mwanzo nayo yanawaka moto. Alizungumza pale Mzee Nolo, na huko alikuwa anarejea kwa mwanae. Unaweza kuweka chini sasa huo moto wako, alizungumza pale Mzee Nolo, na huko alikuwa anachukua baadhi ya majivu ambayo haya yalikuwa yanapatikana kwenye chungu kimoja kikubwa cheusi ambacho kilikuwa kinaning'inia kwenye kuta. Alianza kusogea kule ambako walikuwa wamejazana wale wadudu waliokuwa na sumu kali, na kisha alianza kumwaga yale majivu, na wale wadudu wakawa sasa wanapisha na kutengeneza njia kila majivu yalipokuwa yanamwagikia. Nifuate, Mzee Nolo alizungumza pale, na huko alikuwa anaongoza njia kukatiza katikati ya wale wadudu ambao walikuwa wametawanyika, na huko alikuwa anawatazama tu na kufoka kwa hasira kweli kweli. Waliendelea tu na safari yao mpaka walipofanikiwa kukatiza kwenye kundi la wale wadudu bila hata kuwadhuru wala kuwasumbua. Walifika kwenye lango moja ambalo hili lilikuwa mbele, na kisha walisimama, na huko kila mmoja alikuwa analitazama tu hilo lango. Mzee Nolo alinyanyua mkono wake wa kulia, na kisha alishika ukuta ambao huo ulikuwa mbele yake, na pale pale ukuta ulianza kutikisika na kushusha vumbi zito ambalo hili lilikuwa linatokea juu na kushuka pale chini.
Buda alibaki alikuwa anashangaa tu, kwa sababu alikuwa hajawahi kabisa kuona kitu kama hicho hata siku moja, na ndio ilikuwa ni mara yake ya kwanza kabisa kufanya kama vile, kwa sababu mara nyingi alipokuwa akija kwenye hilo pango, basi yeye alikuwa anaishia tu kwenye ule ukumbi wa matambiko ambako kuna mafuvu ya wanyama wengi wanaotolewaga sadaka. Mara baada ya kuta kufanya hivyo, sasa taratibu ulianza kujiachia kwa kutekeleza uwazi ambao huu ulifanya njia iliyokuwa inawapeleka upande wa pili wa hili pango. Buda ndiye alibaki mwenye mshangao, kwa sababu mambo ambayo alikuwa anayaona huku ndani yalikuwa ni mambo mageni kabisa kwake. Alikuwa hajawahi kabisa hata kuanza kama ndani kabisa hilo pango eti kulikuwa na bahari ama kulikuwa na maji ambayo yalikuwa na kina kirefu kama hivi. Mzee Nolo alipiga hatua moja mbele na kusimama, na kisha macho yake yalikuwa yanaangaza kila upande kutazama vitu ambavyo vilikuwepo huko ndani ya hilo pango ambalo hili lilikuwa baharini. Kulikuwa na mashua moja kubwa ya kizamani, lakini ilikuwa inaonekana kabisa ilikuwa na uwezo wa aina yake. Lakini pia kulikuwa na mitumbwi mingi pembeni ya hiyo mashua imening'inizwa kama dharura ikitokea mashua hiyo imepata ajali njiani ama safarini, basi hiyo mitumbwi inaweza kutumika. Buda alipotaka kupiga hatua kumfuata, aliposimama babake Mzee Nolo akazuiliwa na kutakiwa asizidi kusogea mbele. Haupaswi kabisa kusogea zaidi hapo, kwa sababu huruhusiwi kuingia kwenye hii himaya ya watawala wa Kasimbo. Kwa nini baba? Hahitaji maswali, lakini tambua tu hivyo, na unatakiwa kurudi nyumbani ukamweleze mama yako hiki ambacho umekiona. Mwambie nitarejea mara baada ya muda kidogo kupita, alizungumza pale Mzee Nolo. Kisha sasa mzee huyo alizidi kwenda mbele zaidi mpaka alipoanza kuingia kwenye maji. Si ulikuwa nataka kujua mimi naelekea wapi ama? Sasa nadhani umeshajua tayari, alizungumza pale Mzee Nolo, na huko alikuwa anaenda ilipokuwa ile mashua. Buda alipotaka kusogea zaidi akajikuta alikuwa anashindwa, kwa sababu kulikuwa kama kuna kiwambo cha kioo ambacho kimezuia hivi. Kila ambapo alikuwa anajaribu kulazimisha kwenda mbele alikuwa anashindwa, na mwishowe ule ukuta ulianza kujifunga taratibu. Na wakati ule Mzee Nolo yeye alikuwa anaingia kwenye ile mashua ya kizamani, Buda aliona isiwe tabu. Aligeuka nyuma kusudi apate kurudi nyumbani, kwa sababu baba yake alikuwa ameshamuuza na alikuwa ameshaondoka zake tayari. Buda wa watu alianza sasa kurejea nyumbani na kukatisha mle ambamo alikuwa amepita na babake awali, na safari hii ya kurudi haikuwa ni shida sana kwake, kwa sababu wale viumbe walikuwa wanamtii na kumpisha kila ambapo alikuwa anamuona yeye. Tukitoka huko sasa tunarudi huku kwa kina Yona, ambako sasa wao bado walikuwa wako baharini na walikuwa wamefika mbali na eneo ambalo walikuwa wametoka mwanzo. Usiku nao ndio ulikuwa unazidi kukamata tamu, na hata baridi la bahari nalo lilikuwa linazidi, na ukizingatia karibia wote walikuwa hawana nguo nzito, walikuwa na nguo za kawaida tu nyepesi. Bwana Yusufu yeye ndio kwanza alikuwa kifua wazi kabisa, na ndiye mtu pekee ambaye alikuwa anaonekana kidogo alikuwa anavumilia ile baridi, kwa sababu wengine wote wenzake walikuwa wanatetemeka tu. Yona yeye ndio kabisa alikuwa hajiwezi, kiasi kwamba sasa ikamfanya Daniela amsogelee na kisha kumkumbatia kidogo kusudi kuweza kutunza joto kwenye mili yao. Safari sasa ilianza kwa mtumbi wenyewe kuwaongoza, kwa sababu kila mmoja alikuwa ameshuka kweli kupiga makasia kutokana na mwendo mrefu aliotembea juu ya maji. Wengine wote walikuwa wamelala, na huku Yusufu akiwa yuko macho akajikuta alikuwa anaona kitu cha ajabu kweli mbele yao, na kubaki alikuwa ametoa macho yake tu kuashiria kwamba hana jinsi zaidi ya kubaki tu akiwa na shanga. Mwendo kasi wa mtumbwi uliongezeka taratibu, na kadri ambavyo ulivyokuwa unazidi kwenda mbele ndivyo kasi ilikuwa inazidi kuongezeka maradufu. Bakari, Bakari, Yusufu alikuwa anaita vile, na huko alikuwa anamtikisha Bakari ambaye huyu alikuwa amelala pembeni yake. Vipi, kuna kitu gani tena? Bakari aliuliza vile, na huko alikuwa anajilazimisha kuinuka na viganja vyake vilikuwa vinafikisha macho yake tu. Nahisi kama kuna hatari, Bakari. Bakari hata kabla hajatoa neno lolote akajikuta alikuwa anatazama mbele, na huko bado alikuwa na wengi la usingizi. Bakari naye sasa alikuwa ameganda, na huko alikuwa haamini kabisa kile ambacho alikuwa anakitazama mbele yake, kwa sababu kulikuwa kunaonekana kulikuwa na maporomoko makubwa yako mbele yao. Inawezekana vipi wakati tuko baharini na sio mtoni? Bakari aliuliza vile, na huko alikuwa na mshangao kweli. Hata mimi nashangaa.
Wakiwa wanajiuliza, mara mtumbwi nao sasa ukaitika kwa kuvutwa na kitu ambacho kilikuwa ni ncha kali, kuashiria kwamba kilikuwa kimekwangwa pembeni. Wakajikuta walikuwa wanatazama tu na kujiuliza maswali. Wakati wanajiuliza, wakaanza kuona mtumbwi ulikuwa unanywea, kuashiria kwamba upepo ulikuwa unaisha na muda wote wajiandae kuzama, ama kama kuna mtu anajua kuogelea basi ndio atakayeokoka mahali hapo. Waamshe nao basi. Bakari alizungumza vile, na huko alikuwa anahangaika kupangua miba na mabaki ya meli ambazo hizi zilikuwa zimekwama mahali pale kwa kutumia makasia. Yona, alisikika Yusufu alikuwa anaita vile, na huko alikuwa anawatikisa. Yona pamoja na mwenzake Daniela walikurupuka kutokea usikizini, na huko alikuwa anashangaa kweli kweli mara baada ya kuwa na wako karibu na maji, na mengine alikuwa anawagusa kwenye meli yao tu. Mtumbwi wote ulikuwa umenywea, na kila mtu sasa alikuwa ameanza kuloana na maji chumvi na hukukuwa tena na msaada wa ule mtumbwi. Wote si tunajua kuogelea? Yusufu aliuliza pale, na huko alikuwa anatazama kina Yona. Hakuna aliyejibu zaidi tu, alikuwa anashangaa tu ni kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea mpaka kuwa na hali kama ile ambayo walikuwa wameiona kwenye macho yao. Kabla hata hawajarejewa na akili zao, wakajikuta walikuwa wanaanza sasa kugongwa na baadhi ya mawe na kuona kama kulikuwa na mteremko mkali mbele yao hivi. Hata sekunde haikuchukua, walianza kwenda kwenye kina kirefu ambacho kilikuwa na maporomoko makubwa, na huko mbele ya eneo hilo la chini wakaweza kuona sasa bahari kubwa ya maji ambayo haya wengi waliokuwepo hapo walikuwa nayasikia tu kwenye hadithi ambazo walikuwa wanasimuliana wakiwa majumbani, hata mashuleni pia. The Black Sea. Yona akajikuta alikuwa anashangaa kweli kweli, na huko alikuwa anazungumza hayo maneno, na wakati ule sasa alikuwa anaelea hewani kwenda huko ambako alikuwa anakutaja. Ukimya ulitawala na wote walikuwa wameshikwa na bumbuazi, kwa sababu hawakuwa wanaelewa kabisa walikuwa wamefikaje kwenye eneo kama hilo. Ile tu wanarudiwa na akili zao, ndipo zikaanza kusikika kelele za hofu, kwa sababu hata huko chini ambako walikuwa nakwenda hakukuwa ni sehemu salama kabisa, kwa sababu kulikuwa na mawe, na bahari hiyo kwenye baadhi ya vitabu ilikuwa inasemekana kwamba ilikuwa ni bahari iliyokuwa na kina kirefu, na kulikuwa na viumbe vya hatari katika maisha ya binadamu, na ndio maana walikuwa naiita bahari nyeusi. Walianza sasa kuhisi harufu kali ya damu, kwa sababu walianza kuona yale mawe makubwa kwa chini yalikuwa yanawapokea na kuwalaki kwa shangwe. Daniela, kwa sababu yeye alikuwa ni mtundu wa kuogelea pamoja na sarakasi, akajikuta alikuwa anakwepa kwa kujigeuza akiwa bado yuko hewani na kwenda kuangukia pembeni kwenye jiwe. Kwanza ilikuwa ni usiku sana kiasi kwamba iliwafanya wasiwa wanaona vyema yale mawe, na ndio kisa kilichomfanya Yusufu kwenda kuanguka vibaya na mguu wake kugonga kwenye jiwe kubwa na kuvunjika mpaka mfupa ukatokeza kwa nje. Alipiga kelele nyingi za maumivu hadi wenzake wakastuka, na wakati ule Yona sasa alikuwa naye anatua kwenye maji, na kwa bahati nzuri Mungu bado alikuwa yuko naye. Alikwenda kuangukia kwenye maji moja kwa moja. Sasa ulikuwa ni mwendo wa kupiga mbizi kwa nguvu, ili kusudi kushindana na nguvu ya yale maji ambayo haya yalikuwa yanashuka kwa kasi kweli na kufanya kuzunguka kwenye ile eneo kiasi cha kutekeleza kina kirefu. Kwa bahati nzuri Yona pamoja na Daniela waliweza kumuona Yusufu na kwenda kumsaidia. Walimshika na kuanza kumkokota kwenda katika eneo ambalo hili lilikuwa ni salama, lilikuwa linaonekana lina mawe makubwa zaidi kusudi wapumzike, kwa sababu ilikuwa ni usiku sana muda ule. Wote wanne walikwenda kwenye hilo jiwe moja kubwa, na kisha walipanda juu yake na kwenda kupumzika hapo, huku Yusufu alikuwa anaugulia tu mguu wake ambao huo ulikuwa unatoa damu nyingi kweli. Walianza kumfanyia huduma ya kwanza kwa kufunga baadhi jeraha lake kwa nguo zao kusudi kuzuia damu nyingi isimtoke, lakini bado hiyo haikusaidia chochote. Walikaa kwa muda kama masaa mawili wakiwa na mhudumia tu mwenzao, na mmoja sasa alikuwa anapitiwa na usingizi, na mwisho wa siku wote walilala, mpaka hata huyo ambaye alikuwa anahudumiwa naye sasa alilala. Maji yalikuwa yanaendelea tu kulalamika na kupiga kelele kwa ile maporomoko, lakini jamaa hata hawakuwa wanayasikia ama kuyahisi kwa jinsi ambavyo alikuwa anaruka hadi kwenye ile jiwe ambalo hili walikuwa melalia wao. Ukichanganya na kuchoka, kuchanganyikiwa na mwenzao kuumia na kuhangaika naye, basi huo usingizi wake ulikuwa ni hatari kweli kiasi cha kutosikia kabisa chochote ambacho kilikuwa kinaendelea usiku ule. Kwa mbali sasa, mara baada ya muda kukatika sana, kijua kikaanza kuonekana kikiwa kinachomoza sehemu ambayo mawingu yalikuwa ni kama yameungana na maji ya bahari hivi. Taratibu jua likaanza kuchomoka kwenye maji na kuja juu yake,
na huko lilikuwa linatuma mionzi yake kumulika na kuchemsha ama kuyapasha maji ya bahari joto ambalo hili lilikuwa limepotea kwa usiku mzima. Taratibu sasa joto likaanza kugonga kwenye yale mawe ama ile miamba ambayo hii ilikuwa kwenye eneo hilo na kumfanya Yona kustuka kutoka usingizini na kujikuta alikuwa anashangaa mara baada ya kukuta mandhari ya lile eneo, kwa sababu usiku hakuweza kabisa kuona chochote kutokana na giza lililokuwepo. Yona aliwatazama wenzake ambao walikuwa bado tu wamelala, na kisha alimtazama Yusufu ambaye huyu alikuwa amepauka, utasema kwamba alikuwa amepakwa na unga, na huku alikuwa anaonekana alikuwa na mishirizi mingi ya damu ambayo hii ilikuwa inaelekea kwenye maji kutokea kwenye mguu wake. Yona alizunguka na kisha kutazama kila upande, ndipo sasa akajikuta alikuwa anajiona shauku na furaha. Yote ilikuwa ni mara baada ya kuona dalili ya kisiwa mbele yao. Aliamua sasa kuamsha wenzake na kuwataka wachangamke kuamka ili kusudi wafanye maarifa ya kwenda kwenye kisiwa ambacho alikuwa nakiona mbele yao. Kila mtu sasa alikuwa anafufua matarajio ya kuokoka, kwa sababu kuonekana kwa kisiwa ilikuwa ni dalili nzuri kupata msaada kwenye eneo hilo. Walipokuwa wanatazama maji ya eneo hilo yalikuwa ni meusi kwa macho, lakini ukisema uyochote kwa mkono wa machombo yalikuwa ni meupe kabisa. Na hayo ndiyo yalikuwa ni maajabu ya bahari ama Mungu muumba wa mbingu na ardhi. Tunafanyaje sasa kufika pale? Daniela aliuliza pale, na huko alikuwa amebaki na cigarette tu na suruali. Hakuna njia nyingine zaidi ya kuyakata maji tu, Bakari alizungumza pale, na huko alikuwa anatazama kisiwa chenyewe. Hakuna aliyejibu. Kila mmoja alibaki tu alikuwa anamtazama Bakari usoni, kwa sababu kisiwa chenyewe kilikuwa kiko mbali kwelikweli na hili eneo ambalo walikuwepo wao, na kina cha maji kilikuwa ni kirefu sana, na maji yenyewe yalikuwa yanakwenda kasi kwelikweli kiasi cha kumfanya hata mtu kupoteza uelekeo wa wapi ambako anataka yeye kwenda anapoogelea. Maji ukishavulia nguo bashisha tu yaoge, Yona alizungumza pale, na huko alikuwa anajitegereza kuingia kwenye maji. Bakari alikuwa anaonekana sasa alikuwa anamchukua Yusufu ambaye huyu alikuwa yuko hoi. Alimfunga mwilini mwake vizuri na kusudi apate kupiga naye mbizi kwenda naye kisiwani. Vipi, kila kitu kiko sawa? Daniela aliuliza vile. Ya. Yona naye sasa alijibu vile. Safari sasa ilianza ya kwenda kisiwani, na kila mmoja akajitosa kwenye maji, na huko alikuwa na lengo na nia ya kwenda kwenye kisiwa. Walikuwa wanakata maji, na huko alikuwa wako karibu kabisa, kama kuna mtu atahitaji msaada basi wapate kumsaidia kwa urahisi. Bakali alikuwa mbele ya mgonjwa, na huko nyuma yake alikuwa anafuatwa na Yona sambamba na Daniela, na maji yalikuwa yako kasi kweli, na alikuwa anawasumbua sana kuhamisha, lakini walijitahidi kweli kujitutumua kwa uwezo wao na nguvu zao zote, ili mradi tu adhima yao ya kufika kwenye kisiwa kilichokuwa mbele yao ikamilike. Hapa tuwezi kabisa kwenda moja kwa moja mpaka kisiwani, alisikika Yona alikuwa anatoa wazo, na huko alikuwa ametulia tu akimtazama Daniela. Unataka kuzungumza kitu gani? Daniela aliuliza pale, na huko na sasa alikuwa anaanza kupiga mbizi na kumtazama Yona. Tunahitaji tuwe kama tunakwenda kwa kupumzika, maana kuna mawe mengi sana hapa mpaka kufika kwenye pwani ya kisiwa. Daniela alitazama hali ya bahari na kuyatazama ile mawe, ndipo sasa alipogundua kitu. Ni kweli kabisa unachozungumza, alizungumza vile, na huko alikuwa na mwai Bakari ambaye huyu alikuwa anazidi kwenda mbele tu. Bakari alikuwa yuko vizuri ilikuwa ni swala zima la kuyakata maji, na ndio maana alikuwa hana habari kabisa na kutaka kupumzika kama wenzake. Kila baada ya muda waliendelea tu na safari, na huko Daniela pamoja na Yona wao walikuwa nafanya ule ujanja ambao walikuwa wamesema, lakini Bakari yeye alikwenda moja kwa moja mpaka kufika kwenye pwani ya kile kisiwa, na kutoka kabisa mpaka nchi kavu, na kumtoa Yusufu ambaye huyu alikuwa zamani maskini ameshakata roho. Hakuwa na jinsi zaidi ya kutulia tu na kulala pembeni ya maiti ya mwenzake Yusufu, na huko alikuwa anatazama juu, kwa sababu lile jua lilikuwa linampatia joto mara baada ya kukaa kwenye maji kwa muda mrefu. Mara baada ya saa moja sasa ndipo wakaongezeka akina Daniela pamoja na Yona, ambao hawa walikuwa ndio wanafika pale kisiwani kwa kutoka ndani ya maji, na huku walikuwa hoi kweli kwa kuchoka. Hata bila kuuliza waliweza kufika na wenyewe sasa wakalala kama ambavyo alikuwa amelala Bakari, na ile maiti ya Yusufu ilikuwa pembeni tu. Walilala kwa muda na kila mmoja alikuwa na waza lake tu, na wakati ule macho yao yalikuwa yako hewani yakitazama jua, kwa sababu hawakuwa na msaada wa haraka zaidi ya kupata joto. Kwanza ilianza kuonekana ile mashua ya zamani ilikuwa na mbamba baharini,
na huko mzee Nolo alikuwa ndani yake na alikuwa yuko katikati kabisa ya bahari. Jua lilikuwa liko sawa fulani ambao mtu kwa kulitazama hata kama hauna saa unaweza kukadiria kabisa kwamba ilikuwa ni kama saa 4 za asubuhi hivi. Safari ilikuwa ni ya mtu mmoja tu, na yeye mwenyewe ndiye ambaye alikuwa nahodha wa hiyo mashua na ndiye ambaye alikuwa anatafuta wapi mjukuu wake anaweza akampata. Mzee Nolo akiwa kwenye mashua yake kwa mbele aliona wimbi kubwa kweli kweli lilikuwa linakuja mbele yake na kumfanya sasa tulie na kuiongoza mashua yake vyema. Alifanikiwa kulifikia lile wimbi na kisha mashua ilianza kulikata kwa kulipanda, na huku maji yalikuwa nasikika vyema kabisa yalikuwa nagonga kwenye mbao za mashua. Wimbi likapita na mashua ilikaa sawa. Ilikuwa nashuka chini kwa mwendo wa kasi kidogo, na wakati ule mzee Nolo alikuwa anajaribu kuiweka sawa hii mashua yake. Akiwa hana hili wala lile, mara kaanza sasa kuona kama jua linamezwa na wingu zito la mvua kiasi kwamba muda wote mvua inaweza kunyesha katika eneo hilo. Mzee Nolo kwa kuwa alikuwa ni mtaalamu wa bahari na yeye enzi za ujana wake alishawahi kupotea baharini kwa muda mrefu na kufanikiwa kurudi nyumbani akiwa mzima kabisa, basi hakuwa na wasiwasi kabisa. Alichokifanya pale ilikuwa ni kupunguza mwendo tu wa mashua yake na kuanza kutazama kwa makini lile wingu ambalo hili lilikuwa mbele yake tu na kulitafutia njia ya kupita. Kimbunga Gando. Mzee Nolo alibaki tu alikuwa anajisemea vile mara baada ya kuona ile hali mbele yake. Hali ilikuwa ni ngumu kwake kusema kweli, na wingu lilikuwa limetanda kutokea juu ya mawingu mpaka baharini kabisa, na lilikuwa limechukua eneo kubwa kiasi cha kusema hata alikwepi asingeweza, kwa sababu eneo lilikuwa ni kubwa na tayari alikuwa ameshalisogelea karibu. Kila ambapo alipokuwa anahangaika kuipunguza mwendo wa mashua yake, ndio kwanza alikuwa kama naongeza, kwa sababu mambo yalikuwa yanataka kumwendea kombo kwake mzee huyo. Hiki kimbunga ndio kile ambacho akina Yona waliweza kukumbana nacho mwanzoni kabisa, ambacho kiliwapeleka sehemu ambayo hawakutarajia kabisa, na ndio ulikuwa ni mwanzo wa kupotea kwao mpaka leo. Haraka sana mzee Nolo aliachana na usukani wa mashua na kisha alienda kufungua sanduku moja kubwa jeusi na kisha kuingiza mikono yake yote miwili na kisha alichomoa lundo la nyoka wa kijani. Aliponyanyua sasa alienda mbele ya mashua, na huku wale nyoka alikuwa anaendelea tu kujinyonga nyonga mikononi mwake bila hata kumdhuru. Ndipo sasa mzee wa watu alipowabwaga wale nyoka baharini na wakaanza kutembea kufuata eneo ambako ndiko kimbunga kilipo. Alitulia tu kuwatazama wale nyoka na kisha akarudi tena kwenye sanduku jingine ambalo hili lilikuwa ni kama banda na kutoa mbuzi mmoja, na kisha alienda kumtosa mbele ya mashua kule kule ambako kulikuwa na uelekeo kimbunga kiliko. Sadaka yangu kwenu inakuja mikononi mwenu. Mzee Nolo alizungumza vile, na huku alikuwa anatazama tu mbele. Mashua ilianza sasa kutulia, na huku ilikuwa inapunguza mwendo, na wale nyoka walikuwa sasa wanachukuliwa kwenye yale mawingu manene ya mvua iliyokuwa na radi. Radi ilikuwa inapiga kwa kasi kweli kweli, na miale na yenyewe pia ilikuwa inamulika kwa hasira. Hakukuwa na kusubiria tena, kwa sababu hata ule mbuzi mara baada ya dakika kadhaa za kutapatapa alizama kabisa kwenye maji, na ndipo taratibu kimbunga kilianza kutulia, na tayari mashua ya mzee Nolo ilikuwa imeshafika eneo husika. Wanakwambia kwamba kijiji bila wazee ni soko tu, ama ni kikundi cha wahuni tu. Sasa huo usemi ndio walikuwa nadhihirisha kupitia hiki kimbunga na mzee Nolo. Wakina Yona wao walipofika kwenye hiki kimbunga walishindwa kabisa kujua wafanye kitu gani, na matokeo yake wakajikuta walikuwa nabebwa na kupotezwa kabisa jumla, na mpaka siku hiyo walikuwa hawajulikana kabisa ni wapi walipo. Mzee huyu alikuwa amejua ni kitu gani ambacho alikuwa anatakiwa kufanya mara baada ya kukutana na hiki kimbunga, na alipofanya hivyo kweli kabisa kimbunga kilitii, na yeye sasa alikuwa anakatiza tu katikati bila hata madhara yoyote, hadi alifanikiwa kupita kabisa na kuachana nacho. Alisogea kwa mbali kidogo, na ndipo sasa alipoweza kuona kile kisiwa cha mawe ama miamba kilikuwa mbele yake na kupunguza zaidi mwendo. Kabla hata hajafikia kile kisiwa, mara kaanza kuona mabaki ya mashua yake na Bakari, na ndipo sasa alipohisi hali ya hatari iliwakuta hawa ambao walikuwa na watafuta. Alitazama kwa makini, kisha kainama na kuchota yale maji, na kisha aliyaonja na kuyatema. Usoni alikuwa anaonekana kabisa kuhisi mambo mabaya alikuwa amewakuta kina Bakari sambamba na mjukuu wake Yona. Alikuwa anazidi kusogea tu hadi kwenye kile kisiwa, na kisha aliweka nanga na kushuka, na huku alikuwa mwenye mshangao mkubwa mara baada ya kuona mabaki ya mashua na kujiuliza sasa kichwani ilikuwa ni kitu gani ambacho kiliwakuta mpaka mashua yao ikasambaratika kiasi kile.
Ninavyokijua mimi hiki kimbunga sidhani kabisa kama kitakuwa kimefanya uharibifu wote. Alizungumza vile mzee Nolo, na huko alikuwa anatazama tu yale mabaki ambayo yalikuwa yapo pale kisiwani. Alitazama kwa umakini na kuona hata yale mabaki ya moto sambamba na mifupa ya samaki. Ilikuwa inaonyesha kabisa kwamba kuna watu walikaa pale kula siku chache zilizopita. Lakini alikuja kushangaa zaidi mara baada ya kuona maganda ya risasi. Ndipo sasa alipokuja kujua kwamba kuna uvamizi ulifanyika maeneo yale. Na watakuwa ni maharamia hawa. Mzee Nolo alijisemea vile, na huko alikuwa anazidi kwenda kuchungulia kwenye pango ambalo akina Bakari waliweza kukuta samaki wengi walikuwa wametegwa. Aliwatazama na kukuta kwamba kuna mtego ulikuwa umetegwa pale. Alichokifanya ilikuwa ni kuvuta zile nyavu zote, kisha akawa anachukua samaki wote na kuwarudisha baharini, na kisha alikwenda kwenye mashua yake, na kisha alizidi kwenda mbele zaidi kutafuta wapi ambapo alikuwa ameelekea akina Bakari na mjukuu wake Yona. Mzee Nolo hakuwa na wasiwasi kabisa, kwa sababu yeye alikuwa ni mtaalamu kweli kwenye masuala ya bahari, na alikuwa anajua ni wapi ambapo alipokwenda na ni vipi ataweza kurudi nyumbani, na ndio maana alikuwa hana hata wasiwasi kabisa. Mashua ya mzee Nolo ilianza kuchochea tena mwendo kasi kuelekea kule ambako alikuwa anakujua yeye, kwa sababu alikuwa anahisi kabisa kwamba sio muda mrefu anaweza kuwapata hao ambao wanawatafuta. Upande wa pili huku kwa kina Yona walikuwa wametulia tu, na kijua kilikuwa kimeshapanda usawa wa utosini, na kile kisiwa bwana kilikuwa kina hata miti wala mimea zaidi ya changarawe tu na milima mikubwa ya mawe na mimea ambayo hii ilikuwa ni nyasi tu ambazo hizi zilikuwa zimetambaa tu kando ya fukwe. Walikaa kwa muda mrefu kwenye kile kisiwa mpaka sasa njaa ilipoanza kuwachapa, na kila ambapo walikuwa wanahangaika kutafuta chakula walikosa kabisa. Walijikuta walikuwa wanaanza kukata tamaa kabisa na kutazamana. Jamani, hapa tusipokuwa makini hapa tunaweza tukafa njaa kabisa hapa kisiwani. Alisikika Daniela alikuwa anazungumza pale, na huko alikuwa anakaa kwenye nyasi. Tumefanya kila njia lakini imeshindikana kabisa. Unadhani ni kitu gani ambacho kinaweza kutusaidia tusife na njaa hapa? Yona aliuliza vile. Bakari alitazama tu kila kona ya kile kisiwa, na macho yake alianza kutoa juu ya kilele cha mlima mmoja ambao huu ulikuwa unaonekana una vichaka na miti mikavu hivi. Alipotazama kwa muda na kuyagandisha macho yake huko, ili hali ile wafanya sasa na wenzake wenyewe walitazame kule ambako alikuwa anatazama yeye, ili kusudi wapate kujua ni kitu gani ambacho mwenzao alikuwa anakiona. Nani anaweza kufanya mambo tukapata moto hapa? Bakari aliuliza vile. Yona pamoja na Danieli walibaki walikuwa wanatazamana tu, lakini mara baada ya muda Daniela akajikagua mfukoni mwake na kukutana na kiberiti cha gesi, na akajikuta mwenye wetu alikuwa anatabasamu na kukitoa. Yes, kiberiti hiki hapa. Yona alizungumza vile, na huko alikuwa na kipola kile kiberiti mkononi kwa Daniela na kumwonyesha bwana Bakari. Sawa, basi Yona kwea kwenye mlima kule kalete kuni. Mimi naenda kufanya mchakato wa samaki. Bakari alizungumza pale, na huko alikuwa anamtazama Yona usoni. What about me? Daniela aliuliza vile. Bakari hakuelewa kabisa kile ambacho alikuwa amekizungumza Daniela. Alibaki anamtazama tu, na huko alikuwa anashangaa. Ndio amezungumza kitu gani hapo? Amesema kwamba vipi kuhusu yeye atafanya kitu gani kama wote tutakuwa tumegawana kazi? Kazi yake sitakuwa kuwasha moto endapo tutafanikiwa mimi na wewe kuleta kuni ama? Haki sawa. Daniela kadakia vile. Kwa sasa ulikuwa unatakaje? Acha mimi niende na Yona kuchukua kuni. Alizungumza vile Daniela, na huko alikuwa anaongoza kwenda kwenye ule mlima. Basi sawa. Bakari alidakia vile. Kila mtu sasa alifanya njia ya kuelekea kule ambako alikuwa anataka kwenda kwa wakati ule. Bakari yeye alikwenda baharini, na huko alikuwa na kibarua cha kupata samaki, hali ya kuwa hana dhana yoyote ya kumfanya kupata hao samaki. Yona pamoja na mwenzake Daniela walianza safari ya kwenda juu ya kilele cha mlima ili kusudi kuchukua kuni, kusudi waje wafanye utaratibu wa kupata moto, ili kusudi wapate angalau chakula. Tusife moyo, akili yangu nasema kabisa kwamba huku tutatoka vizuri tu na tutakutana na ndugu zetu. Daniela alizungumza bila kujiamini kweli, na huko alikuwa anazidi kusonga mbele. Una uhakika? Ndio, hata kama tutatoka maiti lakini lazima tukutane tu na ndugu zetu. Yona alishakuguna tu, na huko alikuwa anatangulia mbele yeye, kwa sababu aliona kama Daniela alikuwa analeta hadithi za sungura na fisi hivi.
Walizidi kujikongoja tu licha kwamba jua lilikuwa ni kali na matumbo yao yalikuwa hayana kitu, lakini walikuwa naamini kabisa kwamba wao wakifika huko mlimani basi wataweza kufanikisha malengo yao ya kupata chakula. Kila mtu alikuwa anampatia matumaini mwenzake tu, kwa sababu ukisema kwamba uwe mbinafsi hautoweza kabisa kutoka kwenye hicho kisiwa ukiwa hai, la sivyo wote mfe tu na msahaulike na ulimwengu kabisa. Walipokuwa wanazidi kwenda mbele, ndipo sasa walikuwa wanazidi kuona bahari kwa mbali zaidi na kumwona mwenzao ambaye huyu alikuwa amebaki chini tu akiwa anapambana na hali yake kwenye maji ili kusudi apate hao samaki ambao alikuwa amewaahidi wenzake kwamba atapata. Mazingira ni mazuri sana, yanavutia sana ukiwa huko juu. Daniela alianzisha maongezi. Siku zote kilichokuwa kizuri ndicho ambacho kinaua taratibu, na ndivyo vinaongoza kwa kutoa uhai wa wanadamu. Yona alijibu vile. Unamaanisha kitu gani? Tupo hapa wote na utazidi kujionea zaidi. Una maana kwamba sisi wote tutakufa ama? Sina maana hiyo, na naomba usiweke kichwani hata kidogo hilo jambo. Daniela alibaki tu, alikuwa anamtazama Yona ambaye huyu alikuwa anakwenda juu ya kilele. Kwa bahati nzuri walikuwa wamebakisha safari fupi tu kufika kileleni. Hatimaye sasa watu wawili walikuwa wako juu ya kilima kile kirefu ambacho kilikuwa kinapatikana pale kisiwani. Walipofanikiwa kusimama juu ya hicho kilima, waliweza kuona eneo hilo kubwa kwa juu na kwa umbali mrefu zaidi. Walikuwa naiona bahari kwa mbali sana, na kwa mwendo mboni za macho yao zilisafiri mpaka usawa wa mawingu ambayo haya yalikuwa yanaonekana kuungana na bahari na kuwafanya sasa waweze kuona mambo mengi kweli kweli. Lakini pande zote hawakuweza kabisa kuona dalili za kuona kama kulikuwa na msaada wote wa boti ama watu ataweza kusogelea hicho kisiwa. Walikuwa wanajionea tu maajabu ya ile bahari nyeusi, na kulikuwa kuna mawimbi makubwa kwa upande wa pili ambayo haya yalikuwa nakwenda kupiga kwenye miamba ya ule mlima mrefu. Yona akawa na bora wafanye kile ambacho kilikuwa kimewapeleka tu huko mlimani kuchukua kuni. Basi alianza kukamata vile vichaka na kukata baadhi ya fito ambazo hizi zilikuwa zinaonekana kukauka vizuri, na kisha alikuwa anapanga pembeni kusudi wapate kushuka nazo. Baada ya kumaliza, Daniela yeye akaona ni bora msaidie mwenzake na kuanza sasa kukata wote kwa pamoja hizo kuni na kufanya kazi kwa nyepesi upande wao. Wakati wao wanaendelea tu na hiyo kazi, alionekana nyoka mmoja mdogo ambaye huyu alikuwa anafanana rangi na zile fito ambazo walikuwa nazikata. Alijipachika kwenye zile fito ambazo wao walifanya kuwa ni kuni na kutulia tuli. Walipomaliza kufanya hivyo, kila mmoja alikusanya fungu lake la fito na kuanza kushuka kwenye ule mlima bila kujua kabisa kwamba Daniela alikuwa amebeba yule nyoka kwenye zile fito. Huko nako alikuwa anaonekana Bwana Bakari alikuwa anahangaika kutekeleza baadhi ya mitego ya kiasili kwa kuchimba chini kwenye fuko ya bahari kwa ajili ya kuwatega samaki. Kila ambapo alikuwa anafanya huo mchezo, akawa sasa anaishia kwa kusanya tu dagaa wadogo wadogo, lakini wale samaki wa wastani alikuwa hawapati kabisa, kwa sababu alikuwa amekwenda kwenye kila kirefu. Kutokana na kwamba hapakuwa na kitu chochote cha kuvulia samaki, ilikuwa inampatia shida kweli kweli kwenda kuwapata hao samaki wakubwa, kwa sababu kwenye maji mengi huo mtego wake huwa haufanyi kazi. Alijaribu tena na tena, lakini wapi, alishindwa kabisa, na kumbidi sasa akaichini, na huko alikuwa anachimba mashimo mengi kweli kweli ukanda ule wa ufukweni. Mara baada ya muda sasa, wenzake walikuwa wamerudi kutoka mlimani na walikuwa wamechoka vibaya mno. Walikuwa najua kabisa kwamba wakifika hapo watakutana na misamaki ya kutosha, wawashe moto na kuanza kuburudika, kuchoma na kula. Lakini kumbe ilikuwa ni tofauti kabisa na vile ambavyo walikuwa nawaza. Ndio kwanza walimkuta mwenzao Bakari alikuwa amelala na vidagaa tu vilikuwa vinacheza cheza kwenye ile mitego yake. Hapa hakuna chamana kabisa hapa. Daniela alizungumza vile, na huko alikuwa anachungulia kwenye ile mitego. Wote walikuwa wamechoka na kujikuta sasa walikuwa narudi kwenye ile eneo ambalo hili walikuwa wamebwaga kuni zao na kuanza kuhangaika kuzipanga. Kwa bahati mbaya, Daniela wakati anashika akakosea kumshika ule nyoka na kumng'ata mkononi. Daniela alipiga kelele na huko alikuwa anamtupa chini huyu nyoka. Sio Bakari wala Yona. Iliwabidi sasa wote wabaki walikuwa na shangaa tu, na walipoweza kumwona huyu nyoka wakaanza sasa kumpiga mpaka pale ambapo aliweza kumuoa. Na huko Daniela alikuwa anaonekana yuko sawa tu. Hata eneo ambalo alikuwa ameng'atwa lilikuwa lionyesha kabisa kama alikuwa ameng'atwa na nyoka. Vipi, uko sawa? Yona aliuliza vile. Ndio,
Hapana, wanyoka wao wana sumu kali sana, huwa inasambaa taratibu kwenye damu. Bakari alizungumza vile na huku alikuwa na ukota jiwe ambalo hili lilikuwa limechongoka na kumkamata Daniela mkono wake. Unataka kunifanya kitu gani? Tulia nikutoe sumu. Alizungumza vile Bakari na huku alikuwa na mtoboa kwenye jeraha lake. Ile tu anamaliza kumtoboa tu ilionekana damu ambayo hii ilikuwa na rangi ya kijani ilikuwa inatoka kwenye mkono, na hata mkono wenyewe ulikuwa unaonekana kuvimba. Yona pamoja na Daniela sasa walionekana kushangaa kweli kweli, kwa sababu hawakuona kitu kama hicho na walikuwa hawajui kabisa kama huyo nyoka alikuwa na sumu kali kama hivyo. Hii rangi ya kijani ambayo unaiona hapa ndio sumu yenyewe, na hapa ilikuwa na kwenda na sambaa mwili mzima, na mwisho wa siku ungekuwa na ngozi ya kijani kama hii hapa. Bakari alizungumza vile na huko alikuwa anamwashia mkono Daniela. Damu zilikuwa zinaendelea tu kumtoka zenye rangi ya kijani mpaka pale zilipokata kabisa na kuanza kutoka damu nyekundu. Ndipo sasa Bakari alipomchukua na kwenda naye kwenye maji na kuanza sasa kumsafisha. Hapa nafikiri inasaidia, lakini unatakiwa ndani ya masaa 24 umepata matibabu, la sivyo hiyo sumu chache iliyobakia ndani itakuletea matatizo. Bado tuna muda, tunaweza kuwahi na kuokoa maisha yangu. Daniela alizungumza vile na huko alikuwa anatoka kwenye maji. Walitulia kando tu ya kile kisiwa na huko alikuwa anapigwa na jua sambamba na njaa kali ambayo hii iliwafanya wabaki wametepeta tu, hata wasijua wafanye jambo gani. Jioni ilikuwa inaingia na mzee Nolo alikuwa anaonekana kufika kwenye kisiwa kimoja ambacho kilikuwa kinaonekana kukaliwa na watu ambao wengi walikuwa ni wazungu na mchanganyiko kidogo na watu weusi. Taratibu mzee huyu alipunguza mwendo wa mashua yake na kisha alichomoa bendera iliyokuwa na rangi nyeupe na kuanza kuipepea hewani. Ilikuwa inaonyesha ishara ya amani. Walionekana wazungu kadhaa pamoja na Waafrika walikuwa nasogea ufukweni, na huku walikuwa wameshika silaha zao mikononi kuashiria kwamba kwenye hicho kisiwa ilikuwa ni kifo tu kwa yoyote ambaye atajifanya kujipendekeza. Mzee Nolo alikwenda mpaka wasawa geti ambalo hili lilikuwa limetengenezwa kwa miti, na kisha alisimamisha mashua yake na kushuka. Alipofika karibu na ufukwe alisimama na watu wote walibaki walikuwa wanamtazama tu na silaha zao zilikuwa hewani kumwelekezea mzee Nolo. Mara walionekana kugeuka nyuma kuashiria kwamba kuna mtu alikuwa anakuja, maana zilisikika sauti za viatu vyake kwa jinsi ambavyo alikuwa anapiga hatua. Move. Ilisikika sauti ya kizee nzito nyuma ya wale watu ambao walikuwa wamejipanga mstari na silaha zao mkononi. Mzee Nolo alitulia na kwa alikuwa anabaki kuwatazama tu wale jamaa ambao hawa walikuwa wametulia wakimpisha mzee mmoja wa kizungu aliyekuwa anasogea pale ambapo alikuwepo yeye. Ukimya ulitawala, na yule mzee sasa wa kizungu alikuwa anajaribu kusogea karibu na mzee Nolo, na alipofika alisimama mbele yake na huko alikuwa kimya tu na macho yake yalikuwa usoni kwa mzee Nolo. Kwa mara nyingine tena tunakutana, yule mzungu alizungumza vile. Mtazama, nilikuahidi ya kwamba ipo siku naweza nikarudi tena. Ya, lakini nastajabisha sana thipo hii usafiri uliokuja nao. Ni kawaida tu, mzee Nolo alijibu vile na huko alikuwa anageuka kutazama mashua yake ambayo hii ilikuwa inaelea kwenye maji. Na mimi naona ni kawaida sana hiyo. Ile mzee wa kizungu alizungumza vile na huko alikuwa anacheka, na huko alikuwa anakwenda kukubatiana tu na mzee Nolo. Walionekana wote walikuwa wanafurahia uwepo wa kila mmoja na kuwafanya hata wale walinzi waliokuwa wameshika silaha zao ikawabidi sasa wazishushe. Walishusha kwa sababu waliona kumbe mzee Nolo alikuwa anafahamiana na huyu kiongozi wao, na ndio ilikuwa ni ponapona ya mzee Nolo, la sivyo hata yeye kingemkuta kifo. Mara ya kwanza tulipokutana nakumbuka uliniokoa kwenye dhoruba ukiwa hauna chombo chochote kile. Ulikuja kwa kutumia mbizi, lakini safari umekuja na mashua ya aina yake japo ni ya kizamani. Nakumbuka pia, nadhani wote tulikuwa tunategemeana kwa kipindi kile. Nilikuwa na njaa kali sana nikakusaidia na wewe ukanipatia chakula. Hakika ulikuwa ni wema juu ya wema. Karibu sana mzee. Alizungumza vile huyo mzungu na alikuwa anampatia ishara ya kuongoza na kwenda kwenye kambi yao. Mzee Nolo pamoja na huyo mzee wa kizungu walianza kuongoza na kwenda kwenye kambi yao kuu, na huko wale walinzi wa ile fuku walikuwa wanaonekana sasa walikuwa wanaendelea tu kufanya doria ya ulinzi, na huko shughuli nyingine zilikuwa zinaendelea tu. Mmewezaje kukaa hapa kwa miaka yote bila kugunduliwa na serikali? Kikubwa ni akili nyingi tu na uwezo wa kupambana. Basi unamaanisha kitu gani?
kabla ya kutumia nguvu inapaswa kwanza kutumia akili kubwa ili kusudi usifike kwenye matumizi makubwa ya nguvu. Sawa, nimekuelewa. Karibu sana. Alizungumza vile huyo mzungu na alikuwa anamkabidhi chupa ya pombe. Hapana, situmi pombe. Oh, nilikuwa nimesahau, ni muda sana. Usijali. Niambie vipi tena huku? Nilikuwa na shida sana ndugu yangu. Mashua yangu na mjukuu wangu akiwemo na baadhi ya wavuvi wamepotelea baharini, na kibaya zaidi nimekuta mabaki ya mashua kwenye kisiwa cha mawe meupe. Jamaa aliguna kwanza na huku alikuwa na shusha chupa yake ya pombe mezani. Na nimeweza pia kukutana na hiki kitu hapa. Alizungumza vile na huku alikuwa na makabidhi ganda la risasi. Jamaa akalipokea hili ganda la risasi na kuanza kulitazama kwa makini. Akajikuta alikuwa hata yeye pia anabaki na mshangao na kumtazama tu mzee Nolo. Hili ndilo lilonifanya mimi nifike hapa. Sawa, wala hujakosea ndugu yangu. Hata mimi ninapokuambia hapa kuna vijana wangu kadhaa wamepotea baharini na boti yangu. Nina siku 2 ama 3 sijawapata kabisa, licha kufanya dori ya pwani nzima hadi pale kwenye kile kisiwa cha mawe meupe tunapotega mitego yetu, lakini bado sikuwapata. Lakini naonyesha watu wako ndio walifanya shambulio la mashua yangu. Siwezi kusema nikataa ama nikubali moja kwa moja, kwa sababu alitulia kidogo mzee huyo na kisha kunywa funda moja la pombe na kuendelea. Kwa sababu hao vijana wetu kuna muda huo na maamuzi yao nao pia. Inawezekana wakawa walipishana kauli huko kwenye mawindo yao, ama walikumbana na watu wenye silaha kutuzidi wakaamua kupambana na kuokoa uhai wao, huwezi kujua. Maneno yako pia sipingani nayo, lakini nimekuja hapa kwa ajili ya msaada wako. Unadhani naweza nikakusaidia nini ikiwa hata mimi watu wangu sijajua kabisa walipo? Msaada wa kunisaidia kutafuta walipo, kwa sababu nyinyi mna boti zenye kasi na uwezo wa kufika umbali mrefu ndani ya muda mfupi. Rafiki, unachekesha sana. Bora yako wewe hata mabaki ya mashua yako umeyapata. Vipi kuhusu mimi na boti yangu ya thamani imepotea? Tukiendelea kuwatafuta hata boti yako itapatikana pia. Wote walikaa kimya na kutazama na usoni, na alionekana huyo mzee wa kizungu alikuwa na kunywa pombe na kisha alimtazama mzee Nolo na kumpatia mkono. Hiyo ishara ilionyesha kwamba jamaa alikuwa amekubaliana naye na atafanya kama ambavyo alikuwa ameomba mzee Nolo. Tukirudi sasa huku kisiwani ambako alikuwa amekwama kina Yona, Bakari pamoja na Daniela, walionekana wote walikuwa wamejilaza ufukweni na huku kila mmoja alikuwa hajiwezi kabisa kwa njaa. Kila mtu midomo ilikuwa imempauka kweli kwa njaa na kukaukiwa kwa koo, na yote ni kwa sababu walikosa kabisa chakula na walikuwa wamekosa maji ya kunywa yaliyokuwa safi. Kila mtu alikuwa hoi kabisa, hata kusema nyanyuke na kutembea hatua 3 alikuwa anashindwa. Wakiwa wamelala bila hata kusemeshana, mara alionekana Bakari alikuwa anatambaa kwa kutumia tumbo kwenda mahali ambapo huko alikuwa ametega mitego yake kwa ajili ya kujipatia samaki. Yona alikuwa yuko hoi kabisa, hajiwezi. Alichokifanya yeye alikuwa ni kugeuza tu shingo yake kumtazama Bakari ambaye huyu alikuwa anatambaa. Alimtazama kwa makini na kisha alitulia tu na kutazama angani mahali ambapo alikutana na wingu jeupe likiwa linamtazama, na muda ule jua nalo lilikuwa linaelekea magharibi na kuelekea kuzama. Ilikuwa ni jioni kama ya saa 10 hivi, japo jua lilikuwa linaelekea kumaliza safari yake ya kutwa nzima, lakini bado lilikuwa ni kali sana kwao. Jua lilikuwa ni kali kwa sababu walikuwa wana kiu ya siku kadhaa, walikuwa wana njaa ya siku 2, na kilichofanya wachoke sana ilikuwa ni kutokana na ile misukosuko ambayo walikuwa wamekupanda nayo njiani, ili wafanye watumie nguvu nyingi kweli mpaka kufika hapa kisiwani. Lakini wangekuwa wamekaa tu bila shughuli nzito, basi kwa siku hizo 2 wasingeweza kuchoka kwa kiasi kikubwa kama hiki. Wangekuwa na uwezo hata wa kutembea. Mungu wangu, naomba unilinde, usiniache nikafa huko bila ndugu zangu kuona mwili wangu. Yona alibaki alikuwa anajisemea tu na huko alikuwa anatazama angani. Alisikika Daniela alikuwa anacheka. Taratibu Yona aligeuza kichwa chake na kumtazama Daniela ambaye huyu alikuwa anacheka bila hata kuwa na sababu. Unadhani tutakufa huko? Daniela aliuliza vile. Bado uko na matumaini ya kutoka salama huko? Ya, hilo ndio jibu, na sijali kama nahitajika kutoka huko ndani ya muda gani ili kusudi kuwahi kutibu mkono wangu. Alizungumza vile na huko alikuwa anautazama kwa kunyanyua kidogo mkono wake.
Yona kautazama tu ule mkono wa Daniela ambao ulikuwa umeanza sasa kutengeneza kidonda kidogo ambacho kilikuwa kimeweka rangi nyeusi kuashiria kwamba sehemu ile ilikuwa inaanza kuoza. Yona hakutaka kabisa kutazama zaidi alichokifanya. Alimgeukia Bakari ambaye huyu alikuwa anahangaika kwenye yale mashimo na kuonekana kama alikuwa anakunywa maji ya kwenye yale mashimo hivi. Anafanya kitu gani huyu mpuzi? Sisi ndio wapuzi na sio yeye. Kuna maanisha kitu gani? Anakula dagaa wabishi, mara baada ya muda atakuwa sawa. Haiwezekani. Inawezekana nakwambia hivyo. Yona sasa ilimbidi aanze kutambalia tumbo kwenda kule ambako alikuwepo Bakari kusudi apate kujionea mwenyewe, na kama itafaa basi na yeye afanye kama ambavyo mwenzake Bakari alikuwa anafanya. Wakati Yona anakwenda kwa Bakari upande wa pili, alionekana Daniela alikuwa anajikagua kwenye mfuko wa suruali yake. Alitoa kisu kidogo na kisha kukikunja. Alipojikagua tena akatoa kile kiberiti chake cha gesi na kuanza kukitazama, na huko alikuwa anacheka. Yona alikuwa anamkaribia Bakari, huko nako Daniela alikuwa anaonekana alikuwa anatambaa tu kufuata mwili wa Yusufu ambao huo ulikuwa karibu yake. Mwanamke hakuwa na jinsi zaidi tu, alianza kuchana nguo za ile maiti mitaa ya kwenye mapaja, na kisha alichoma kisu na kuanza kukata nyama za paja. Alifanikiwa kukata nyama za paja na kisha alianza kutambaa kwenda kwenye zile kuni ambazo alikuwa amezikusanya yeye pamoja na Yona, na kisha alichukua kiberiti chake na kuasha moto. Wakiwa wanahangaika kuwakamata wale dagaa wadogo wadogo kwenye vile vishimo kusudi wapate kuwapata wakiwa wabichi, ghafla aliona kama Daniela alikuwa anahangaika na moto, na huku moto ulikuwa umekubali kwa muda huo. Anafanya kitu gani yule? Bakari aliuliza vile. Hata sijui. Yona pamoja na mwenzake Bakari walibaki walikuwa na mshangaa tu Daniela ambaye huyu alikuwa anaendelea tu kuulinda ule moto dhidi ya upepo wa bahari kwa kuweka baadhi ya nguo za Yusufu kwa kuzichomeka mbele ya moto kuzuia upepo. Kidogo alifanikiwa na kisha alichukua lile pande la nyama na kuanza kulikatakata vizuri ili kusudi achomeke kwenye vijiti vidogo vidogo ambavyo alikuwa ameviandaa. Je, ni kitu gani kitaendelea? Hatima ya hawa watu itakuwa ni ipi huko kisiwani? Karibu sana katika sehemu ijayo, itakuwa ni sehemu ya 7. Mimi naitwa Felix Mwenda wa hapa Simulizi Mix.